Tujelekeze hapo Ngandu mnamo sekta Mtambala ni kwamba mtu mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na mwingine kujeruhiwa vikali kwenye mguu wake. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipengi TV. Popote pale ambapo lipo, matumaini yangu makubwa ni kwamba mzima wa afya. Sikiliza matangazo yetu, karibu kuweza kusikiliza taarifa yetu ya habari. Wa Afrika ambao mnaishi nje, mkihitaji kununua vitu China, inatakiwa mjue ya mambo 3. Vitu vigumu, bei nzuri na kampuni ya kuchunguza mzigo wako na kusafisha hadi nyumbani Afrika. Chungulia we3.mitunda.com. Ni macho yako China. Ambayo inajumuisha habari muhimu leo hii, uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na makala ya uchumi na biashara. Kukuletea habari hizi ni Itay Boston bin Mwete, upande wa pili yuko Antoine Malashi, na kualika tuambatane pamoja. Karibu. Kabla ya kuanza habari zetu siku ya leo, hebu tupate habari muhimu leo hii ambazo zinaletwa kwenu na Andre Foko Anderson. Karibu. Asante sana mwenzangu Boston Bimweta. Tuanze habari muhimu siku ya leo katika mji wa Baraka ni kwamba imezinduliwa rasmi Jumatatu ya wiki tunayo ya tariki 18 Julai mwaka huu mitihani ya kitaifa kwa awamu ya pili au session ordinaire katika lugha ya Kifaransa. Uzinduzi uliofanyika mbele ya viongozi mbalimbali wa kielimu wa jimbo la kielimu la Kivu ya Kusini ya pili pamoja na wale wa kitaifa chini ya uongozi wa meya wa mji wa Baraka Jacques Mbuchwa Hussein katika shule la Tata Nyongolo mjini hapa. Tujelekeze hapo Ngandu mnamo sekta Mtambala ni kwamba mtu mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na mwingine kujeruhiwa vikali kwenye mguu wake. Hayo ndio matokeo ya kitendo cha kuvizia kilichoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha ambao mpaka sasa bado kujulikana mnamo usiku wa kucha siku ya kwanza ya wiki tunayo ndani ya kijiji hicho cha Ngandu, si mbali sana na Magunga ya pili mnamo sekta Mtambala tarafa la Fizi. Na hatimaye ni huko Bukavu. Jumuiya ya kiraia ya Ibanda mjini Bukavu inasikitishwa na kuendelea kwa matukio ya kuokotwa maiti mara kwa mara ndani ya jiji la Bukavu. Kiongozi wa muundo huo wa raia alieleza hayo katika mahojiano yake na mwanaripota wetu wa huko mjini Bukavu baada ya kuokotwa kwa maiti ya mtu mmoja kwenye upango wa mkazi mmoja katika kata ya Ndendere ni ndani ya manispaa ya Ibanda Jumatatu ya wiki tunayo katika mji wa Bukavu. Ripoti ya mwenzetu Natasha Mingu Andrea itangazia mengi katika uchambuzi wa habari zetu. Ni hayo tu kwenye habari muhimu siku leo. Mwenzangu Boston bin Mweta. Asante sana bwana Andre Foko Anderson kwa kutuandalia habari muhimu leo hii, na sasa tuangazie kwa undani habari zetu, na tukianzia na habari kutoka hapa mjini Baraka. Imezinduliwa rasmi Jumatatu hii ya 18 Julai mwaka 2022 mitihani ya taifa kwa awamu ya pili au session ordinaire kwa lugha ya Kifaransa. Uzinduzi uliofanyika mbele ya viongozi mbalimbali wa kielimu na wa jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili pamoja na wale wa taifa chini ya uongozi wa meya wa mji wa Baraka Jacques Mbuchwa Hussein katika shule la Tata Nyongolo. Kwake meya wa mji aliyefungua mitihani hiyo amepongeza wanafunzi na kuwapa moyo katika kipindi cha siku 4 ambacho watakitekeleza kwa kukamilisha mitihani hiyo. Jacques Mbuchwa Hussein anaeleza. Sina ujumbe ambao uko tofauti, bali ni kuwatakia mafanikio mema, kwa sababu najua kama waliofundishwa wameweza kuyaelewa vizuri, kuyashika vizuri, na mtihani huu sio mtihani geni, mtihani ambao uko adapte ku matiere zenye walifundishwa, na kwa hiyo nawatakia vraiment success kwa examen yao naenda kufanya.
Binafsi sikuweza kuona, ni kama vile watoto wote wako ndani. Sikuweza kusikia malalamiko yoyote kwa muda huu. Usalama Baraka upo kuzidi hata miji mingine, watoto watakuwa salama. Hata na wengine wageni wetu kutoka nje, na maanisha kutoka miji mbalimbali na mji wa Baraka watakuwa salama, kwa sababu Baraka ni mji ambao unaokuwa na usalama wa kutosha. Mkuu kiongozi wa jimbo la kielimu ya Kivu Kusini ya pili Bwana Bope Mpiema Albert ameomba wanafunzi kufanya mitihani katika hali tulivu, kwani viongozi wote wa kielimu wapo nyuma yao kwa ajili ya ushindi wao. Pour cette année scolaire, kwa mwaka huu wa masomo, makandidati wanaosubiriwa kushiriki kwenye mitihani ni 17,879 mkiwemo mabinti 6,695. Wanafunzi hawa wanatumika mitihani yao ndani ya senta 54 zinazounda jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili. Na upande wa wanafunzi ambao wameweza kufanya mtihani huo walikuwa na maoni ambao walikwenda kuyatoa baada ya kufanya mtihani kwa siku ya kwanza. Association examen d'etat ilikuwa mzuri kabisa, iliendelea bien na tunamshukuru Mungu. Natarajia ushindi tu. Leo examen ilipita bien sana, selon mie kabisa hapo. Natarajia tu nitapata, na mshukuru Mungu kwa sababu alinisaidia. Leo tulitumiki ilikuwa SM na deontologie. Niona examen d'etat ilikuwa bien kabisa, ilikuwa bien, ilikuwa difficile sana bébé. Tunaona sasa tutapata, Mungu tusaidia tutapata kabisa. Ilikuwa ngumu sana. Sasa vile mie examen ilipita tu sana. Matarajio ndapata. Examen d'etat ilipita vizuri, lakini ilikuwa nguvu kidogo tu, lakini vingine vilikuwa pepesi. Mungu akisaidia tunaweza kupata. Examen ilikuwa mzuri sana na ilipita mzuri. Vraiment examen zilikuwa tu pas mal, zilikuwa vraiment bien parce que bon ni mimi tuliona de fait alikuwa nguvu parce que yenye prof aliweza tufundisha. Bon hakuna kama tarajio ambayo yalitumika, donc niko tu na bien itakuwa bien. Na tukitoka ndani ya jiji la Baraka tuelekee moja kwa moja ndani ya sekta ya Ntambala. Mtu mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na mwingine kujeruhiwa vikali kwenye mguu. Hayo ndiyo matokeo ya kitendo cha kuvizia kilichoendeshwa nao watu wenye kumiliki silaha ambao mpaka sasa bado hawajajulikana mnamo usiku wa kucha siku ya kwanza hii ya tariki 18 Julai mwaka 2022 ni ndani ya kijiji cha Ngandu, simbali sana na Magunga. Duru zetu zasema kuwa wahanga hao walikuwa ni wanakijiji wa kijiji hicho cha Ngandu ambao wamevamiwa na watu wenye kumiliki silaha ambao wanasusiwa kuwa Bishambuke. Duru zetu zinaeleza kuwa hali hiyo imezusha wasiwasi kwa wana kijiji hao. Na huko Misisi ni kwamba mtu mmoja mwenye umri wa miaka 40 alifariki dunia baada ya kutumia kiasi kikubwa cha pombe kali aina ya kanyanga asubuhi ya Jumatatu ya Julai 18 mwaka 2022 ndani ya kijiji cha Misisi. Kipatikanacho ni ndani ya sekta ya Nganja, tarafa ni Fizi. Mwanaripota wetu Masemo Balole Valente anaripoti kamili. Bia Dunia, mkaaji wa Kachanga mwenye umri ya miaka 40 humu kijijini Misisi tarafani Fizi ndani ya sekta Nganja, aenda kufariki kwa kuweza kutumia pombe kali aina ya ndombindo au kanyanga tangu hii siku ya Jumatatu tarehe 18 Julai mwaka 2022 mida saa 1 za asubuhi. Jamaa huyu alikuwa na zoezi ya kuweza kutumia pombe mara kwa mara, waenda kushuhudia majirani zake. Mimi naitwa kwa jina la Munganda Al-Qaida. Huyu kijana alifariki apartiri ya jana magharibi. Alikuwa hapa Mangande kwa kunya pombe kiolela na venyewe nafuata. Sasa hivi nitakwenda kukilima, bana nikataza kwenda kukilima. Bana ndako mtu alifariki kule. Na njoo kushuka, kia kuchunguza na kuta ni kijana mimi najua. Depuis 2010 niko nafika humu vya mapombe njoo vyake. Kama njoo alikunya pombe mbaya ikampita dosage, lakini najua kijana anaitwa kwa jina la Biadu. Radio yako ilipoojiana naye mkuu wa barabara au chef d'aveni alienda kuhakikisha habari hizi. Chef d'aveni naitwa Mchoku, quartier Dimbo, hapa kwa antene Kachanga. Sasa nakuya kupata regret sababu hii habari sikuipata mbele ya wakati. Nilikuwa ngambo kule kusoko ya parking, ndio napata tu simu kusema mweneo yako kuna mtu ambaye amekufa tayari kama alikunywa pombe sana, na hapa asubuhi mtu akatoweka akakufa. Hii nadhani ndio inaweza kuwa problem ya dossier ya pombe, sababu anakunywa pombe. Kuna mashahidi ya kusema ya kwamba alikuwa anakunywa mapombe mwa Manganda kila wakati. Biadu ndio jina lake, ni wakabila la Kimushi, mtu wa Nyantende. Nikumbushe tu ya kwamba siku mbili baada
baadaye mtu mwingine alikutwa maeneo ya huko kata la Maiba akiwa tayari amekwisha kufariki kwa kuweza kutumia pombe hiyo ya makali. Nikiripoti kutoka Misisi tarafani Fizi sekta Nganja, Masemo Balole Valentin, Radio Kivu Baraka. Na baada ya kutoka huko Misisi nimpishe mwenzangu Omari Makelele Ozile kwa makala ya michezo na burudani. Na barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa nyumbani Baraka, ambako kikosi cha wachezaji 29 wasiozidisha umri wa miaka 18 watakaowakilisha tarafa la Fizi kwenye tournament iliyoandaliwa na shirikisho la soka hapa nchini DRC FECOFA huko Kinshasa tayari kimeitishwa. Wachezaji hao 29 baadaye watachujwa hadi kubaki wachezaji 15 watakaosafiri hadi huko Kinshasa ambao watakwenda na jina la Big Bass, na wachezaji hao wanaendesha mazoezi kwenye uwanja wa Lumumba. Mengi zaidi kusikana na habari hii ni katika uchambuzi wetu hapo baadaye. Tubaki tuna habari za hapa nyumbani Baraka ni kwamba finali ya michuano ya Super Cup itaweza kutemwa vumbi siku ya 3 tariki 20, ambako timu ya DC Urafiki watakipiga vikali zidi ya timu ya FC Nouveau Regime ambao pande zote mbili zinajigamba ushindi. Lakini vile vile siku hiyo ya 3 kutaweza kupigwa mechi kutafuta mshindi wa 3, ambako timu ya FC Mboko Sport watapambana vikali zidi ya Tour du Congo kutoka Sebele sekta ya Nganja. Huko katika bara la Ulaya ni kwamba baada ya kumpata mshambuliaji machachari kutoka Poland Robert Lewandowski, klabu ya FC Barcelona wameelekeza nguvu zao tena kuweza kumleta mlinzi wa Sevilla na Ufaransa Jules Koundé mwenye umri wa miaka 23 ambaye pia amekuwa akihusishwa na klabu ya Chelsea baada ya kufikia makubaliano ya kumnunua mshambuliaji huyo wa Poland Robert Lewandowski ambaye sasa ni mchezaji rasmi wa klabu ya FC Barcelona hapo nchini Uhispania. Miamba hapo nchini Ujerumani ambao wanachezea kwenye uwanja wa Allianz Arena Bayern Munich wameweka ofa mpya ya paundi milioni 59.5 na paundi 8 kama nyongeza kwa beki wakati wa Juventus na timu ya taifa ya Uholanzi Martin de Ligt, huku mazungumzo kati ya klabu zote hizo mbili yakifikia makubaliano. Bodi ya klabu FC Barcelona imefanya mazungumzo na mchezaji wa Uholanzi Memphis Depay kubaini iwapo mchezaji huyo wa zamani wa klabu ya Manchester United ataweza kuondoka ama kuweza kubakia kwenye uwanja wa Camp Nou. Na mwishowe ni kwamba klabu ya Tottenham Hotspur hapo nchini Uingereza wako tayari kulipa euro milioni 17 sawa na pound milioni 14.4 kwa mshambuliaji wa Barcelona Memphis Depay, lakini klabu hiyo ya Uhispania FC Barcelona inataka euro milioni 20 sawa na pound milioni 17, ingawa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 pia anasita kuweza kuondoka kwenye uwanja wa Camp Nou ama FC Barcelona. Sina la ziada, naweka nukta kwenye habari za michezo nikiwa na namba 10 mgongoni ya Radio ya Kijamii Kivu. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka studio za Radio ya Kijamii Kivu, ikutangazia moja kwa moja kutoka ndani ya jiji la Baraka mkoani Kivu ya Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kupitia Mwembeto FM 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Msikilizaji, na sasa tuangazie dondoo za uchumi na biashara na Limiere Nadine. Haya, shukrani sana. Kwenye dondoo ya uchumi na biashara leo hii nitawapa ndugu zetu wasikilizaji wa Radio ya Kijamii Kivu dondoo ya nyanya ambayo inasemekana kupanda bei wakati huu ukitofautisha na hapo nyuma. Nilipotembelea wachuuzi wa nyanya nimepata fursa kuzungumza na mmoja kati yao. Yeye atakwenda kuonyesha magumu ambayo inamkumba zaidi ndani ya kazi yake. Pia vile vile ataonyesha faida ya kazi yake kama anavyoeleza mchuuzi huyu ambaye nimehojiana naye kwa mengi zaidi. Mimi nimeitwa Melody kutoka Mezes Kale. Mshangao tunao sana, mwaka nyanya ilipanda bei kwa ajili ya nani? Iko ugonjwa ilitomboka sana, ndio maana mwaka tukufaidika sana mubinyanya. Magonjwa ndio nasababisha nyanya ipande bei, na jua iko mingi, hakuna mvua. Si magumu, tukalangula biashara bei mingi lakini tufaidike, atujue kama ni tatizo gani. Franka zina mubao, tuko na rangua tufaidike, tuko naendelea kuomba. Nikujikaza kaza tu unapata ile kidogo watoto na walisha. Sawa, hizi nyanya tunatoka hapa tunalangulia sehemu za Katanga, tunalangula ile saki mamu ile 37 40, tunakuwa nayo tunaosha ile kidogo, tunapata ile kidogo. Kuona ni kazi yetu ishazoea, tuna kwingine kwetu tutafanya. Ndani ya hii kazi nishakuwa miaka 3 niko ndani ya hii kazi. Kazi inanisaidia kabisa, siwezi acha kwa kweli, hata ipande bei napata ile kidogo na kula ile, siwezi acha, inanisaidia sana. Juu na kuomba mchuruzi anaombaka na kwa wengine siku anafaidika. Kweli siwezi acha, juu na yaka siri yenyewe na kwa kama ndio kuomba ni kawaida na kupata ni kawaida.
Sina la ziada siku ya leo, ni hayo tu kwenye habari za uchumi na biashara leo hii, msikilizaji wa redio kijamii Kivu. Wakati habari za uchumi na biashara zikamilika namna hiyo, tuangazie habari zetu zaidi ambazo ziko kwenye meza yetu ya habari. Tukianzia huko mjini Bukavu, jumuiya ya kiraia ya Ibanda mjini Bukavu inasikitishwa na kuendelea kwa matukio ya kuokotwa kwa maiti mara kwa mara ndani ya jiji la Bukavu. Kiongozi wa muundo huo wa raia alieleza hayo katika mahojiano yake na mwanaripota wetu mjini humo baada ya kuokotwa kwa maiti ya mtu mmoja kwenye upango wa mkazi mmoja katika kata ya Ndendere ni ndani ya manispaa ya Ibanda Jumatatu hii ya Julai 18 mwaka 2022. Natasha Mingu Andrea, mwanaripota wetu kutoka ndani ya jiji la Bukavu, anaripoti kamili. Katika wiki chache, jiji la Bukavu limerekodi angalau kesi 4 za mihili iliyokusanywa kutoka maeneo kadhaa ya jiji la Bukavu bila kuwa na uhai. Hali hiyo haimfurahishi David Chikuru ambaye anatoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua ili kuhakikisha usalama wa watu na mali zao. Kwa wakaadhi, presidenti wa jumuiya ya kiraia ya manispa ya Ibanda anatoa wito wa kuwa waangalifu na kutotembea usiku. Hii ili kuepuka kuanguka katika nyavu za wahalifu. Ndiyo, ni mambo ya usalama mdogo ambayo inapatikana ndani ya mtaa wa Ibanda, ambako kwa siku tu juma moja tumepata visa vya watu 4 ambao waliuawa na hajue waliuawa na nini. Lakini tuseme huko college Albajiri, zamu ambaye alikuwa akichunga masomo ameweza kuuawa na bandia wasiojulikana siku ya posho, na imekaniwa amepiga visu na bandia walimwacha pale wakaenda. Ndani ya kata Ndendere leo siku ya kwanza asubuhi Avenue Ongambo ya Jardini mtu mmoja amekutwa ameuawa na watu wasiojulikana, walienda mtupa kwa lupango ya mtu ambaye hajue, ameamka anakuta mwili pale. Ile yote ni usalama mdogo. Lakini huko Panzi, huko Kazaro, jana pia mwili sio kwa nawai ya mtu wa zaidi ya miaka 13 imekutwa. Ndio kusema kama tunaendelea na kulilia serikali yaangalie namna gani kutia mbinu ili kuleta usalama kwa wakaaji na pia kulinda mali zao. Tunaambia wakaaji wafanye hange na kutembea usiku sababu hatari imekuwa nyingi. Pia muundo huu wa kirahia unatoa wito kwa idadi ya watu kushirikiana na huduma za usalama ili kupambana na kuendelea kwa ukosefu wa usalama katika jiji la Bukavu. David Chikuru alisema hayo kisha kuokotwa kwa mwili usiokuwa na uhai katika upango wa mtu fulani, mkahaji wa jiji la Bukavu, manispa ya Ibanda katika wilaya ya Ndendere. Nikiripoti kutoka mjini Bukavu, mimi ni Natasha Mingu Andrea kwa niaba ya redio Kivu Baraka. Na tukijielekeza moja kwa moja huko Kalemi, mtu mmoja amefariki katika mazingira ya kutatanisha ndani ya mji wa Kalemi siku ya Jumapili ya 17 Julai mwaka 2022, ambako duru za familia ya marehemu zinabainisha kuwa ni mke wake ndiye aliyemkamata kwenye sehemu za siri wakati wa ugomvi. Olombwe DJ Doctor anaangazia zaidi ndani ya ripoti yake kutoka mjini Kalemi. Tukio kama neno la huzuni limetokea mtaani Muleba, tarafani Lukuga hapa mjini Kalemi, mali sio mbali na soko Batwa. Shikito, manani yetu namzungumzia, akiwa na umri kukadiriwa miaka 40, alikutanishwa kifariki nyumbani kwake asubuhi mapema mwa Jumamosi. Vyanzo vimoja eneo ya tukio vinaeleza kwamba marehemu huyu alikuwa nafariki kutokana na ugomvi uliokuwa nao na mke wake. Ni hapo alikuwa anamshika nafasi mbaya hata kufikia kupoteza uhai. Basi nakia pigiwa simu asubuhi kucha tu, ilikuwa saa 2, aseme mdogo wako wako kufuata njoo alishakufa sai. Nikapita na kuya haraka kufuatilia hasa habari, aseme mke wake njoo alimkamata sehemu za kiume akamunyonga usiku. Wakati ule vyanzo vingine hapo vinaeleza kwamba tukio kama na hili linaweza kuwa nikasababishwa na masuala ya ulevi. Kwangu mimi sijaelewa kwa sababu wanasema alikuwa mlevi, sijui kama ni pombe, kunywa kawaida. Wakiwa katika hasira, vijana wa mtaa huo walikuwa wanachukua maamuzi ya kuelekea kwenye nyumba ya familia ya mke wa marehemu kwa ajili ya kufanya mahafa, lakini polisi ilikuwa inaingilia kati na kutuliza presha zao. Ni kwa hiyo mwili wa marehemu ulikuwa unapelekwa kwenye hospitali kuu ya Kalemi kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi kwa kujua kisa na mkasa cha kifo cha marehemu huyu Shikito, na hiyo
ni kabla ya kupeleka mwili kwenye mochwari kwa kusubiria utaratibu wa mazishi. Nikaenda mwana médecin directeur akanilomba requisition. Nikamwita procureur nikamwambia hapa banalomba requisition. Après akaniambia comme ça nichunge dans 10 minutes bataniletea nini requisition. En attendant 10 minutes nirudie sasa ku morgue pour que niambie ba famille ya mtu alikufa ke tu patienter dans 10 à 15 minutes batupe requisition pour que bamufanye autopsie. Nakuta deja famille banabeba maiti banakuwa nayo ku polisi ku pepe avec prétexte asema tunakuwa kupeleka maiti huku tutoshe bibi mwenyari huwa bwana alilie bwana huku ku polisi. Marehemu Shikito ambaye alikuwa mtembeza pikipiki wa siku nyingi hapa mjini Kalemi ameacha mjane mmoja na watoto wawili, tumefahamishwa. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe, DJ Doctor. Tujielekeze sasa huko Kindu. Swala la kusimamishwa kwa waziri jimboni ya usikae na elimu kunazusha mtafaruko mkubwa ambao unapelekea chama cha UDPS kuanza kutishia kuzusha vurugo zidi ya wizara iliyomwandikia waziri huyo kibarua. Radio Kivu Kindu tunajiunga na mwenzetu Godefroid Msunga Shabani kwa ripoti kamili. Kusimamishwa kwake waziri anayehusika na mambo ya maadibisho EPST ndani ya jimbo la Maniema Lungundu Kamanyola hapa mjini Kindu, na memba wa UDPS wengi wanapinga hiyo na hata kualika government ya jimbo iweze kumrudisha haraka iwezekanao. Bila hiyo ataweza kurudi kwa nguvu kama wao wakitamka. Ya waziri wa maadibisho ni ya uongo. Leo alikuwa kwa ofisa yake na siku ya kwanza atafika kwa ofisa yake. Kusimamishwa komtel ni barua moja tu ya reglement de compte kurudisha kisasi parce que yeye alikamata choix kusiporter ticket ya Union Sacrée. Mwenye vision ya Union Sacrée, vision ni ya nani? Ni ya président de la République. Kama yeye anasiporter Kindanda, où est le mal aujourd'hui? L'honorable Kindanda c'est quelqu'un de l'Union Sacrée. Alors comment mutakia parce que il soutient Kindanda directement mnapasha kumsuspendre. Haiko juu ya ile. Na sababu ya makuta examen de tena kwa pale, ma examen ya 8e hii ya batoto ya 8e année. Iko pale kwa kumwesclire kwa kutokukula ile franga yake, banapenda kumwesclire kusene bakabulane franga. Donc tunasema kama haitatufanya sie kitu. Leo alikuwa ku biro yake ka bien même. Walimtendea kijeuri, kumugusa kumwili, kumutendea ubaya, kupika kufunga wanamemba wake, kupika wengine. Tunadeplorer le comportement na lendi wanamemba wote wa UDPS Federation Maniema Nord na wengine wanamemba wote wa UDPS wa ville na watoto wote wa Maniema watamwakompanye mpaka ku gouvernorat na atatumika. Ile suspension haitaendelea, haitaexiste parce que c'est illégal. Hana kalite kumsuspendre ole. Na hadi sasa watu wengi wiko tunashangaa kuona watu magomvi iko naendelea upande wa government ya jimbo na ni wanaotoka tu kuchama ya UDPS wanaleta vurugo hiyo. Na katika vurugo hiyo watu wengi wanalia na hata simu za mkono iliweza kuporwa na wajambazi pia vile vile wa askari polisi. Tusikilize. Nilikuwa pita gouvernorat jupa kwa njia, sasa nilikuwa pita pa naona biko na ile mabitu ile ministre kumbe walitosha ministre kama Kamanyola baimotosha. Alors ndio nilikuwa naona ile. Niko tu na telefone naona tu bananja nyanganya batu ma telefone wake kunyanganya telefone yangu mbili na ba journaliste ma telefone balikuwa na bakabeba beba. Jo nilikuwa regrette kisi banyanganya telefone yangu siwe mimi nilifanya nilikuwa nipitia tu. Ba journaliste ndio balikuwa bana mafoto. Wao walikuwa penda tu kuona bakaona tu mtu mwana telefone banabeba ma telefone. Ndio banibeba na mi telefone yangu mbili. Groupe yake na bagaswa ku Jamaica balikuwa ku groupe ya Afani Idrissa na ba pomba yake ba polisi balikuwa nyanganya ma telefone. Banirushi tu ma telefone yangu. Ninamitia kutokea Kindu Maniema ni Godefroid Msunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Na tuhitimishe taarifa yetu ya habari na habari kutoka uko Binza. Kampeni ya kugawa vyandarua vyenye dawa ilianzishwa tangu tarehe 15 Julai mwaka 2022 katika mtaa wa afya wa Binza. Jean Harerimana Sesore kutoka uko Binza tarafani Rushuru mkoani Kivu Kaskazini na ripoti kamili. Ni hii siku ya Ijumaa tarehe 15 Julai mwaka 2022 saa 2 kamili saa za Nyamilima, ambapo kampeni ya kugawa chandarua yenye kuwa na dawa imeweza kuanzishwa kirasmi katika mtaa wa afya wa Binza Pakanzanza kituo Buramba. Katika matamshi yake Daktari Kakule Bernard ambaye ndiye mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Binza amenena ya kwamba chandarua ni ya muhimu katika mtaa huu ambapo malaria yagonga mwamba. Kampanya yenye tutafanya kwa hii turu ni kampanya ya kupana mustikere. Tunaona mustikere ni juu ya kukinga nini? Malaria. Hapa kuna kuwa mwenyewe anaweza fanya juma na mtoto ugonjwa wa malaria basi. Biko juma inaisha na mtoto na yeye ugonjwa kata malaria. Au munyumba kabisa na kuna maisha ugonjwa wa malaria. Mimi nawaza hapana.
Sasa kwa kukinga ile malaria juu inatukula pesa, inatukula muda, sababu hatutenda tumika kazi zetu. Kuikinga iko na namna mingi ya kukinga. Kuko sasa vile namna 3 kwanza yenyewe tunaweza kukinga ile malaria. Juu isitufikishe kwa hospitali. Namna ya kwanza ni usafi. Ile tunaita assainissement. Ile mayani yenye nauta pembeni ya nyumba kukuwa na elima regularement. Kuwa na elima kila wakati. Ile namna ya kwanza. Sababu mustike ile imbu inaweza ikikala mwele mayani. Maile ile assainissement tu, vula kama inanyesha unaona kuna kwa bimakopo vya bimakopo. Gisi tunaweza vita, watoto wanavita vile. Maji kisha kubakilia mwile bimakopo kama wakubimwanga. Ile bimakopo ni vya bien sana kusema mustike iko male. Bila yote ni yakuwa nakimbiza kama vula ilinyesha mnakimbiza ile bimakopo. Na namna hasa ingine yenye tunafika hapa kukinga malaria ni kulala ndani ya ile mustikere yenye iko na dawa. Na njoo yenye tunawapatia hapa. Ni mustikere wanawapatia kwa msaada ya mapartenaire. Inauza bei kali ile mustikere. Lakini tutaipata kwa bure. Na mara mingi vitu yenye tunapata kwa bure tunavichezaka ndani. Kwake Obedi Ruchocha, mwakilishi wake sultani wa kongamano la Binza, amerejea na kunena kwamba kila mmoja ni sharti atumie vizuri chandarua hii. Kwa wale watakaoitumia vibaya, malipizi yaandaliwa kwa ajili yao. Ni shauri nitawapatia juu ya kuchunga hii mustikere. Juu watoto na sisi wenyewe tukinge malaria katika majamaa zetu, tusigonjwe. Juu malaria inaua sana. Hii mustikere wakati mnaenda kuipata, teleke wenzangu wamesema, mnaenda kuitumikisha ovyo ama wataiuzisha, wengine wataijengesha manyumba. Sisi saa vile wana sheria au washauri na wajulisha kama tuko na licho chef de groupement iko na licho hapa mwa hii village ya Burambo, na licho yetu ni chef de village, naye iko na wakapita na wanotable watafanya uchunguzi juu ya kuharibisha mpango mzuri ambao serikali imetuletea kwa kukinga malaria, kuharibisha kwa kuijengesha na kuiuzisha na kuifanyisha visivyo lingana na mpango mzuri ambao serikali imeleta. Tukufahamishia kwamba kuanzisha kirasmi imefanyika naye Alphonse Kambale, mwakilishi waliwali mjini Nyamilima, ambaye amewaomba raia wote kutumia vizuri chandarua katika lengo la kupiganisha malaria kabla huanzisha kirasmi kazi hizi. Kama utaenda kushamba, unaenda lala kule, sababu tunajua leo tuko wakati ya mafungo, mko nenda na watoto, si vile? Jikaze uende na mustikere. Na ukifika kule kushamba uko na mustikere, ujikaze ulinde usafi ya ile mustikere. Sasa utajenga nyumba yako kule kushamba. Tunajua mko na manyumba kule kushamba. Ndani ya nyumba funga mustikere yako. Isikuwe na udongo, isikuwe uchafu. Fasi yote wakati ya usiku tumikisha mustikere. Kwa mamlaka tulipewa na wakuu viongozi wa nchi, kwanza kwa president wa republique, kwa gouverneur wa province, kwa administrateur wa territoire, tunaruhusu kirasmi kazi hii ya kugawa mustikere inaweza kuanzishwa katika mtaa wa afya wa Binza, na ninawashukuru nyinyi wote. Nikiripoti toka tarafani Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini, Jean Henri Mwanasesore kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Ni kwa ripoti yake Jean Harerimana Sesore ndo tunaweka nanga kabisa kwenye taarifa zetu za habari za jioni ya leo. Shukrani zangu ziende kwako msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio, na mshukuru pia Antoine Malashi kuweza kuniongoza kwenye upande wa pili. Kwa niaba ya wote ambao waliweza kusanya habari hizi, niite Boston bin Mweta na kuaga kutoka studio. Kwa heri. Afrika ambao mnaishi nje, mkihitaji kununua vitu China, inatakiwa mjue ya mambo 3: vitu vigumu, bei nzuri, na kampuni ya kuchunguza mzigo wako na kusafisha hadi nyumbani Afrika. Chungulia we3.mitunda.com. Ni macho yako China. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipengi TV.